Unajua, kwa hivi sasa stori kubwa duniani ni kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Strait of Hormuz ambao Irani umeufungua mapema jioni ya leo kupitia taarifa ambayo imetangazwa na waziri wa mambo ya nje wa Irani, Mheshimiwa Abbas Araghchi. Sasa baada ya mfereji wa Hormuz kufunguliwa, Rais wa Marekani Donald Trump amefurahi sana. Ametwiti vya kutosha kupitia kwenye mtandao wake wa Truth Social kwa kuchapisha maneno mengi sana. Yaani Trump ameongea kwa kauli nyingi sana kuhusu kufunguliwa kwa mfereji wa Hormuz. Sasa moja kati ya kauli ambayo Trump ameweza kuizungumza, ameikashifu NATO kwa kiasi kikubwa sana. Wacha nikusomee kile ambacho Trump ameikashifu NATO. Trump ameandika hivi: sasa kwa kuwa hali ya mlango wa bahari wa Hormuz imetulia, nimepokea simu kutoka NATO wakiuliza kama tunahitaji msaada wowote. Niliwaambia kaeni mbali, isipokuwa kama wanataka tu kujaza meli zao mafuta. Walikuwa hawafai kitu wakati walipohitajika, ni simba wa karatasi, hawana meno. Mwisho wa kunukuu. Hicho ndicho ambacho rais wa Marekani Donald Trump amekiandika kuhusiana na NATO. Sasa hapa kwa nini amewatupia maneno makali NATO? Kwa sababu wakati Marekani alipokuwa imeingia kwenye vita hivi na Irani, Rais Trump aliziomba nchi kadhaa za NATO ziweze kutoa msaada wake kwa ajili ya kuweza kuisaidia Marekani katika vita hii. Na hata kipindi ambacho Irani iliufunga kabisa mfereji wa Hormuz, bado Trump aliziomba nchi za NATO kutoa usaidizi wa meli ili kwenda kuufungua mfereji wa Hormuz. Sasa nchi hizo zilikaidi vikali. Na hapa Trump amekuja kuwajibu kwamba hawana meno kabisa, yani ni simba wa karatasi. Na amesema kwamba NATO imempigia simu Rais Trump kwa kuuliza kwamba kama wanahitaji msaada wowote waweze kuutoa kwa Marekani. Trump amewaambia kwamba kaeni mbali kabisa, isipokuwa kama wanataka tu kujaza meli zao mafuta. Amewakashifu vikali NATO rais wa Marekani Donald Trump. Sasa mtazamaji, kwa sababu Trump amechapisha maneno mengi sana kupitia kwenye Truth Social, naomba nikusomee maneno yote ambayo Trump ameweza kuyaandika kupitia kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social juu ya kufunguliwa kwa mfereji wa Hormuz. Kauli ya kwanza ambayo Trump alizungumza, alisema kwamba Irani imetangaza kuwa mlango wa bahari wa Hormuz uko wazi kabisa na tayari kwa upitaji kamili. Asanteni. Kauli ya pili aliyoiandika alisema hivi: mlango wa bahari wa Hormuz uko wazi kabisa na tayari kwa biashara na upitaji kamili, lakini kuzuiwa kwa njia za maji kutaendelea kwa nguvu na kufanya kazi kama inavyoihusu Irani pekee mpaka wakati ambapo shughuli yetu na Irani itakapokamilika kwa 100%. Mchakato huu unapaswa kwenda kwa haraka sana kwa kuwa vipengele vingi tayari vimeshafanyiwa mazungumzo. Asanteni kwa kuzingatia jambo hili. Kauli nyingine aliyoizungumza Trump kwa maandishi inasema, Marekani itapata mavumbi yote ya nyuklia yaliyotengenezwa na ndege zetu kuu za mashambulizi za B2. Hakuna fedha itakayobadilishana mikono kwa namna yoyote ile. Mpango huu hauhusiani na Lebanon pia, lakini Marekani kwa upande wake itafanya kazi na Lebanon na kushughulikia hali ya Hezbollah kwa namna inayofaa. Israel haitaishambulia tena Lebanon kwa mabomu. Wamepigwa marufuku kufanya hivyo na Marekani. Inatosha sasa. Mwisho wa kunukuu. Hiyo ni kauli ya tatu ambayo rais wa Marekani Donald Trump ameiandika. Lakini kauli ya nne alisema hivi: sasa kwa kuwa hali ya mlango wa bahari wa Hormuz imetulia, nimepokea simu kutoka NATO wakiuliza kama tunahitaji msaada wowote. Niliwaambia kaeni mbali, isipokuwa kama wanataka tu kujaza meli zao mafuta. Walikuwa hawafai kitu wakati walipohitajika, ni simba wa karatasi, hawana meno. Kauli nyingine, Trump amezishukuru nchi za Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar kwa ushujaa mkubwa kutokana na msaada ambao wameutoa. Trump amesema hivi: asanteni Saudi Arabia, UAE na Qatar kwa ushujaa wenu mkubwa na msaada wenu. Kauli nyingine ambayo Trump ameiandika alisema kwamba Irani kwa msaada wa Marekani imeondoa na inaondoa mabomu yote ya baharini. Asanteni. Hapa alikuwa akielezea kutokana na mabomu ambayo Irani ilidai kwamba imeyatega kwenye mfereji wa Hormuz katika njia ya upitishwaji wa meli ambazo zimekuwa zikipita hapo. Na hapo sasa Trump amethibitisha kwamba Irani kwa msaada wa Marekani imeondoa na inaondoa mabomu yote ya baharini katika mfereji huo. Kauli nyingine ambayo Trump ameandika amesema hivi: tena dili hili halijafungamanishwa kwa namna yoyote ile na Lebanon, lakini tutaifanya Lebanoni kuwa kuu tena. Make Lebanon great again, kwa jinsi ambavyo Trump ameandika. Lakini kauli nyingine ambayo Trump ameiandika amesema hivi: asanteni kwa Pakistan na waziri mkuu wake pamoja na Field Marshal, watu wawili makini sana.
Hapa ametoa shukrani zake za dhati kabisa kwa Pakistan kutokana na viongozi wake ambao wamepambana kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba, cha kwanza, makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yanaafikiwa, lakini mfereji wa Hormuz unakuwa wazi. Hapa amemshukuru waziri mkuu wake wa Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif pamoja na Field Marshal ambaye ni mkuu wa majeshi wa Pakistan Asim Munir. Lakini kauli nyingine Trump aliyoiandika limesema kwamba sikukuu na ya kipekee kwa dunia. Trump amesema kwamba leo ni sikukuu na ya kipekee kwa dunia baada ya mfereji wa Hormuz kufunguliwa na Iran. Lakini kauli nyingine Trump aliyoiandika hapa amesema kwamba Irani imekubali kutofunga tena mlango wa bahari wa Hormuz, hautatumika tena kama silaha dhidi ya ulimwengu. Na kauli ya mwisho Trump aliyoichapisha alisema kwamba lile gazeti la New York Times linalofeli, CNN ya habari za uongo na wengineo hawajui kabisa la kufanya. Wanahaha kutafuta sababu ya kumkosoa Donald Trump kuhusu hali ya Iran, lakini hawaipati. Kwa nini wasiseme tu kwa wakati sahihi kwamba kazi nzuri Mr. President, na waanze kurudisha heshima yao inayopotea? Trump amehoji kuhusu vyombo hivyo vya habari vya Marekani ambavyo wamekuwa wakidai kwamba vinaandika habari za uongo kuhusu Marekani na Iran. Basi mtazamaji wetu, nimekusogezea kwa kina kabisa kuhusu kauli zote ambazo rais wa Marekani Donald Trump ameziandika kupitia kwenye mtandao wake wa Truth Social kuhusiana na siku kubwa kabisa ya kufunguliwa kwa mfereji wa Hormuz hapo Mashariki ya Kati. Basi kwa taarifa zaidi usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.